Bwana, mara baada ya jana klabu ya Yanga ama viongozi wa klabu ya Yanga kukutana na uongozi wa bodi ya ligi na kuzungumza kuhusiana na hatma ya dabi, tuliona kile ambacho kilichojili hiyo jana, na tuliona matakwa ya Yanga kwa bodi ya ligi yakitaka wakihitaji afanyiwe kazi ili waweze kushiriki mchezo nambari 184 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tuliona klabu ya Yanga ilitoa matakwa manne. La kwanza ni katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, lakini la pili ilikuwa ni kamati ya usimamizi ya ligi vunjwe, lakini la tatu ilikuwa ni CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru, na la nne ilikuwa ni bodi ya ligi iwe chombo huru. Sasa hayo matakwa manne tuliona CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza kwamba ni moja kati ya mambo ambayo ni ya muda mrefu. Kwa hiyo vile ambavyo Yanga wanahitaji sivyo ambavyo inaweza ikafanyika kwa mara moja. Lakini baada ya kutoa kauli hiyo, tuliona klabu ya Yanga ilitisha press na kuzungumza na wanahabari, wakazungumza kuhusiana na hayo matakwa ambao wao wanataka bodi ya ligi yafanye. Na walipoulizwa kuhusiana na mchakato wa kufanywa kazi kwa matakwa yao kwamba yatachukua muda mrefu, wao walisema jambo ambalo linaweza likachukua muda mrefu ni jambo la bodi ya ligi iwe chombo huru. Ndicho ambacho walikizungumza kwamba hilo jambo linaweza likachukua muda mrefu. Sasa wao wakahitaji kwamba mambo matatu tu ndio yafanywe kazi, ikiwemo katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, kamati ya usimamizi ya ligi ivunjwe, pamoja na CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru. Hayo mambo matatu. Lakini hilo jambo jingine la bodi ya ligi iwe chombo huru kwa kuwa litachukua muda mrefu, basi liachwe. Ndicho ambacho walikizungumza. Sasa kwenye press hiyo na waandishi wa habari, tunaona kile ambacho Ali Shabani Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, alikizungumza kuhusiana na mchezo wa fainali wa kombe la CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Tunafahamu kwamba mchezo tayari umeshakwisha kupangiwa, tarehe ni Juni 28 kwenye uwanja wa New Aman Complex kule visiwani Zanzibar. Sasa jana afisa bala wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe alisema hawatoshiriki mchezo huo kama hawatolipwa fedha iliyosalia ya ubingwa msimu uliopita. Moja kati ya jambo ambalo lilizua mjadala mkubwa sana na watu kuanza kuamka kwamba kumbe Yanga bado hawajamaliziwa fedha yao. Sasa mara baada ya kutoa tamko hilo ama baada ya Ali Shabani Kamwe kuzungumza hivyo, bwana, tumuona CRDB Bank ambao ndio wadhamini wakuu wa kombe la CRDB wametoa taarifa yao juu ya hicho ambacho Yanga wanakidai. Sasa na nukuu kile ambacho CRDB wao wamekiandika ama ujumbe ambao wameutoa. Wao wamesema benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kuufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma benki ya CRDB Juni 10, 2025. Sasa mara baada ya majibu hayo, watu wakaanza kujiuliza kwamba kumbe benki ya CRDB ilishakwisha kutoa fedha yote kwa TFF. Kwa maana hiyo sasa TFF wao ndio wanatakiwa kutoa majibu ya hiyo fedha ambayo walipatiwa na CRDB. Sasa TFF wamekuja pia na majibu ya kile ambacho
kilizungumzwa kwanza na Yanga, lakini majibu ya CRDB. Na nukuu taarifa kutoka TFF, wanasema tunapenda kuthibitisha umma kuwa benki ya CRDB ndiyo mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa 2023-24 kwa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, yani CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africa kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF inayoidai klabu hiyo Young Africa iliomba kwa barua fedha zao za awali katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo, ili kutokuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandikia barua Young Africa kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na Clifford Malion Dimbo, ofisa habari wa mawasiliano TFF, Juni 10, 2025. Bwana, mara baada ya majibu hayo ya TFF kwa klabu ya Yanga kwamba wao walikubaliana fedha ile itumike kwenye kulipa ikiwemo ada za wachezaji ambao walikuwa wanaidai klabu ya Yanga. Sasa klabu ya Yanga imetoka pia na kujibu hicho ambacho TFF wamekiandika kwamba Yanga sasa wao walikubaliana nao na wameomba mtaalamu wa fedha kufika kesho saa 4 na vielezo vyote ili waweze kulitazama jambo hilo. Sasa klabu ya Yanga pia kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, bana, ni kama jibu ni kujibu, wao wameandika, tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young Africa bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kuujulisha umma kuwa klabu ya Young Africa haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu mitatu mfululizo, 2021, 22, 2022-23 na 23-24. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati Yanga wanalalamika kwamba hawakulipwa fedha iliyosalia kwa msimu uliopita wa kombe la CRDB, sasa wameamua kuzungumza kwamba si tu msimu uliopita bali ni msimu mitatu, 2021, 22, 22-23 pamoja na 23-24. Anaendelea anasema TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizosema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Young Africa haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africa unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa 2023-24 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na ofisi mtendaji mkuu Young Africa Sports Club. Hayo ndio majibu ya klabu ya Yanga mara baada ya CRDB kutoa ufafanuzi kwamba wao wameshakwisha kulipa fedha kwa TFF, na TFF wametoa taarifa kwamba fedha ni kweli walipokea, lakini ni makubaliano na Yanga kwamba kuna pesa ambayo walikubaliana ikatwe kwa ajili ya ada za baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanaidai klabu ya Yanga. Sasa paka sasa kuna sintofahamu ambayo ipo kwa baadhi ya wadau wa soka, mashabiki wengi wakijiuliza kuhusiana hiki ambacho kinachoendelea na hatima ya hiki ambacho kinachoendelea ni nini. Sasa vipi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wao wanazungumzaje kuelekea
dabi, kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo kwa sasa inaendelea kujifua kuelekea kwenye dabi Juni 15. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wao wamechapisha taarifa inayosema hivi: klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Ndicho ambacho Wekundu wa Msimbazi Simba wamekiandika kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Sasa iko hivyo kwamba mpaka sasa bado hatujafahamu hatima ya dabi kwamba itachezwa ya Juni 15 ama haitochezwa, lakini kwa mujibu wa bodi ya ligi ambao ndio wanasimamia mpira hapa nchini, wao wamesema mchezo uko pale pale. Wekundu wa Msimbazi wamesema wamewakilisha mashabiki, mchezo uko pale pale. Yanga wao wamesema pale ambapo yatafanywa kazi matakwa ambayo wameitaka bodi ya ligi wayafanye, basi nao wako tayari kucheza mchezo huo. Lakini pia walisisitiza kwamba kama yatafanywa kazi matakwa yao, basi watakuwa tayari, lakini wawapangie tarehe nyingine ya mchezo na sio tarehe 15 Juni. Na wakaendelea kuthibitisha kwamba kama matakwa yao hayatofanywa kazi, basi mchezo wa tarehe 15 Juni hawatocheza, lakini hata ile michezo miwili ya kufunga msimu hawatocheza, na kama itaendelea basi hata msimu ujao hawatajitoa kwenye kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC. Kwa sasa hicho ndicho ambacho kinachoendelea mpaka sasa, lakini kubwa zaidi ni pande zote zimeendelea kujibu hoja ambazo zimekuwa zikitolewa, ikiwemo sakata la klabu ya Yanga kudai fedha za ubingwa wa CRDB, na CRDB wametoa ufafanuzi, lakini TFF pia wametoa ufafanuzi, na Yanga pia wametoa ufafanuzi. Kwa mpaka sasa tunaweza tukasema ni bila. Yaani kama ni mpira basi dakika 90 zimemalizika, bado ni bila, hakuna mshindi, na tunasubiria sasa zile dakika za nyongeza ili kuona pengine ni nani anakwenda kuibuka kidedea kwenye sakata hili. Lakini tuna imani kwamba linakwenda kufanywa kazi, na mwisho wa siku tutakwenda kushuhudia maamuzi yakitolewa yenye haki, na pengine huenda tukashuhudia ama tunaenda kushuhudia dabi Juni 15 ikipigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo tunafahamu moja kati ya michezo mikubwa, moja kati ya michezo ambayo inavuta hisia za watu wengi, na moja kati ya michezo ambayo inasubiriwa kwa mkubwa ni mchezo wa Simba na Yanga pale ambapo wanapokutana. Lakini mpaka sasa bado hatujafahamu hatima ya dabi ni lini, ni hiyo Juni 15 au itakuwaje. Lakini mwisho wa siku tunaishi na kauli ya bodi ya ligi kwamba mchezo nambari 184. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.